Bima Pub, urahisi wa maisha. Mtazamaji, karibu nikupitishe katika simulizi hii iliyoandaliwa na Ibrahim Kunoga inayohusu ukaguzi mradi wa ukarabati mkubwa wa jengo la Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, jengo ambalo lilijengwa na wazee pamoja na waasisi wa chama tawala nyakati za tano. Ziara ya ukaguzi wa mradi huu iliongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM Taifa, Rajab Abdurrahmani Abdallah. Ujenzi huu ni utekelezwaji wa maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoagiza majengo hasa ofisi za Chama cha Mapinduzi kutunzwa na kufanyiwa ukarabati. Aidha, Rajab hakuacha kuwashukuru wazee na waasisi wa CCM waliojenga jengo hilo sanjari na kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuyatilia umuhimu majengo ya aina hiyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, katika mambo ambayo amehimiza sana ndani ya chama chetu ni kuhakikisha ofisi za Chama cha Mapinduzi zilizopo tunazitunza na zile za muda mrefu tunafanyia ukarabati wa mara kwa mara. Sisi kwa kutii maelekezo haya kwenye mkoa wa Tanga tukasema lazima tufanye ukarabati mkubwa wa jengo hili la Chama cha Mapinduzi, ambao ofisi za Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake katika ngazi ya mkoa huwa ziko hapa. Mtakumbuka kwa kuwa sote tunaishi Tanga, jengo hili la muda mrefu sana la miaka mingi toka wakati wa tano, lakini baada ya kuunganisha vyama vyetu Chama cha Mapinduzi toka miaka hiyo limekuwa jengo la muda mrefu sana. Lakini tuwashukuru wazee wetu waasisi wa chama chetu. Miaka hiyo uchumi wa nchi yetu ulikuwa ni mchanga sana, uchumi wa wananchi mmoja mmoja ulikuwa ni mchanga sana, lakini pamoja na uchumi wa nchi yetu na uchumi wa mtu mmoja mmoja ulikuwa ni mchanga sana, lakini bado kwa mapenzi ya kupenda chama chao waliamua kujenga jengo hili kwa ofisi za chama chetu, jengo imara sana. Maengineer wenyewe wanakiri kwamba hili jengo ni miongoni mwa majengo imara nchini, kwa sababu kuta zake si tulidhani ni tofali, lakini jengo zima hili ni zege. Tunaona kwamba lidumu kwa muda mrefu bila kuleta athari yoyote. Kwa hiyo tunawashukuru sana wazee wetu, babu zetu, baba zetu ambao walitoa michango yao kwa ajili ya kuweka rasilimali hizi za chama chetu. Lakini tunamshukuru sana na tunampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha kwamba anatolea macho katika rasilimali hizi za chama, yakiwemo majengo haya ya chama cha Mapinduzi. Akizungumzia zaidi ujenzi huo, mwenyekiti Rajab amesema unakwenda kukipa hadhi Chama cha Mapinduzi ili kufanana na huduma ambazo imekuwa ikizitoa kwa wananchi, sambamba na kuwashukuru wadau mbalimbali ambao wamemuunga mkono. Hili jambo sio lele mama, ni jambo ambalo tulifanya maamuzi magumu ya kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa chama chetu yafanywe. Kulipata fedha nyingi ambazo sasa hivi sio wakati wake kuitaja. Ni fedha nyingi ambazo inatumika hapa. Lakini tuwashukuru wadau mbalimbali, rafiki zangu, jamaa zangu, nilipowapata waliunge mkono katika jambo hili, hawakuniangusha, wameliunga mkono, wametuchangia fedha kwa ajili ya ukarabati wa jengo hili. Nao tuwaombe Mwenyezi Mungu pia atubariki. Ametaja baadhi ya maeneo nyeti ambayo yameguswa kuwa ni uboreshwaji wa miundombinu ya vyoo ili kuwa vya kisasa, mfumo wa maji sanjari na mfumo muhimu wa tehama. Tumeona jengo hili lilikuwa na changamoto kubwa. Pamoja na kwamba wazee walifanya kazi kubwa, lakini sisi kwa sababu tulijileka kufanya ukarabati, tumeona changamoto zilizokuwepo. Mfumo mzima wa umeme hapa ukawa tena mtihani,
mfumo mzima wa vyoo ni mtihani, kwa maana maji taka ni mtihani, maji safi ni mtihani. Ilikuwa mtu akija ofisini anakuja, lakini akihitaji huduma nyingine lazima atoke nje ndivyo. Tukasema haiwezekani. Si chama hiki kile Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatukuwa na mfumo wa tehama, lakini sasa tunakuja kuleta mfumo wa tehama. Maana yake chama chetu, shughuli zozote za serikali ambapo serikali na Chama cha Mapinduzi zikifanywa au shughuli za Chama cha Mapinduzi zikifanywa, kwa muda huo huo tayari tutakwenda ulimwenguni, kwa sababu tayari kuwa tuna sehemu ambayo yenye kuhusika na mambo hayo. Hata ndugu zetu waandishi wa habari kwenye mkoa wetu wa Tanga, tutawaruhusu mje vitumie chumba hiki kwa sababu nyinyi ni wenzetu, rafiki zetu. Shamira Mshangama ni mjumbe wa Baraza Kuu la Taifa UVCCM na Samuel Mgazija ni mwenezi wa CCM mkoa wa Tanga. Wamempongeza mwenyekiti huyo kwa kazi kubwa ambazo amekuwa akizifanya kukijenga Chama cha Mapinduzi. Kwanza niseme wazi nimefurahishwa sana na kitendo hiki alichofanya mwenyekiti. Na nichukue nafasi hii kumpongeza kwa sababu sio kila mwenyekiti anaweza kufanya hiki alichofanya yeye. Na hili sio tukio la kwanza kwa mwenyekiti wetu wa mkoa kufanya. Mengi mkoani pale uwanjani Karabati, kuanzia kununua generator pamoja na changamoto zilizotokea mara kwanza, lakini akanunua tena generator mara pili. Kwa mimi nampongeza sana. Kutana na hili jengo nadhani tumeliona wote, na binafsi yangu nasubiri kwa hamu itakapokamilika, picha yake itakapotoka na nilione kwa macho. Kwani hii ni historia ambayo mwenyekiti anataka kuitengeneza katika uongozi. Na mimi nichukue nafasi hii kumtia moyo, nitaka na kumpongeza, lakini namtia moyo. Anayoyafanya ni mambo makubwa sana. Tanzania inaona, wanataka tunaona, na tunajivunia sana. Mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa Tanga, Ustadh Rajab Rahmani Abdallah, kwa kamati kuu, mara zote amekuwa akitoka kwenye vikao vya kitaifa, akirudi mkoani kwake, amekuwa akisisitiza kwamba maelekezo yaliyotolewa ni haya na tuna wajibu ya kuyatimiza maelekezo haya. Kwa hiyo baada ya kutoka kwenye vikao vile, akaona kiu ya mwenyekiti wa chama chetu taifa, kiu ya namna gani anatamani kuona ofisi za Chama cha Mapinduzi zile za zamani zinaboreshwa, kwa maana kukarabatiwa na kuwa na muonekano wa kisasa. Lakini mahala ambapo hakuna ofisi kabisa, basi zijengwe ofisi za kisasa ambazo zitaendana na wakati, zitatafsiri uhai wa chama chetu, kwa sababu ofisi za chama ni moja ya alama za chama, ni moja ya utambulisho kwamba hiki chama kiko salama, hiki chama kiko hai. Kwa hiyo mkoa wetu wa Tanga, mwenyekiti wetu ameweza kutafsiri maono hayo kwa vitendo, lakini pia akaishirikisha kamati ya siasa ya mkoa, ikaenda halmashauri kuu ya mkoa, akashirikisha wanachama wote na wananchi wote wenye mapenzi mema na chama chetu katika kuhakikisha jengo hili linakamilika. Kwa sisi watendaji wa chama kwetu ni faida kubwa sana, kwa maana ya kwamba tutakuwa tunafanya kazi katika mazingira mazuri, mazingira yaliyoboreshwa, mazingira yaliyoimarika, lakini inatafsiri kwamba hakika chama hiki ni chama dola. Katibu Tawala Msaidizi Miundombinu mkoa wa Tanga, Mhandisi Amon Kiomo, amebainisha kazi ya ujenzi imekuwa ikifanyika usiku na mchana kwa viwango stahiki, huku akimhakikishia mwenyekiti Rajab kwamba mradi unakabidhiwa kabla ya muda wa mkataba kuisha. Ninaomba nikupe taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati yako ambayo umeteua, mimi nikiwa ninaiongoza pamoja na ujumbe kutoka TBA na kutoka TEMESA, naomba nikupe taarifa kwamba pindi ulipotoa yale maelekezo ulimwelekeza mkandarasi na mkandarasi akaiweka timu ikawa inafanya kazi usiku na mchana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme kwamba kwa mujibu wa mkataba tunatarajia huu mradi utumie miezi mitatu, kwa maana ya kuanza tarehe 25 mwezi wa 3, lakini kukamilika tarehe 24 mwezi wa 6. Kwa jinsi ambavyo umeiamini timu, naomba nikupe taarifa pia kwamba tutakukabidhi mradi kabla ya tarehe 24 mwezi wa 6 na utakuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Naye katibu wa CCM mkoa wa Tanga, Mfaume Kizigo, amesema katika ujenzi huo taratibu zote za kisheria zimezingatiwa, huku ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tanga
imewezesha kupatikana kwa wataalamu mahususi. Kwa kawaida huwezi kufanya jambo kubwa kama hili bila kufuata taratibu za kisheria. Taratibu zote za kisheria katika ukarabati wa jengo hili na hata katika kumpata mkandarasi, Chama cha Mapinduzi kimekuwa mfano wa kuzifuata, na ndio maana tulikwenda kwenye serikali yetu. Namshukuru sana mkuu wa mkoa, kiongozi wetu Balozi Matilda Bure amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba kila tunachoshauriana naye anakitekeleza. Mfano mzuri, ametupa wataalamu kutoka ofisi yake, kwa maana akiwemo na injinia Kiombo. Mwenyekiti Rajabu akirejea kusema CCM imekuwa ikifanya siasa za kistaarabu na iko tayari kufanya hivyo kwa wapinzani watakaokuwa tayari kufanya siasa za aina hiyo. Akasema hoja zinajibiwa kwa hoja. Tumeona jamaa zetu wanafanya mikutano maeneo mbalimbali katika nchi yetu, wanamtukana Mheshimiwa Rais, wanamkejeli Mheshimiwa Rais, wanakejeli chama chetu. Niwaambie utovu wa adabu huo waufanye maeneo mengine, sio Tanga. Tupo tayari kufanya siasa za kistaarabu na wenzetu hawa. Walete hoja, tutawajibu hoja, lakini matusi, watu wa Tanga hatujazoea matusi. Wakija hapa wakitukana kama walivyowahi kufanya mara kadhaa walipokuja katika mkoa wa Tanga, watu waliopuuza, na ndio maana watu wa Tanga hawakuamua kuunga mkono, waliamua kuunga mkono Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana kidogo mtamo. Ujenzi huo ulianza Machi 25 mwaka huu, huku ikitarajiwa kukamilika Juni 26 mwaka 2025, na mpaka sasa utekelezwaji wa mradi huo umefikia 64%. Mpaka kufikia hapa tumefika tamati. Mwandishi wa simulizi hii si mwingine ni Ibrahim Kunoga. Habari wateja wetu wazuri wa tablet zetu Tanzania. Tumerestore tablet yetu pendwa ya KD55 yenye kioo, display inchi 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8. Inatumia laini 2, macho matatu pamoja na cover lake ambalo ni gumu, ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa rahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na program za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza. Lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wahi ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi 180,000 tu. Kwa mawasiliano tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam, na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.